Habari za asubuhi. Kwanza niwashukuru sana kwa kuweza kufika leo hapa kama ambavyo tumewaalika, na tumewaalika kwa sababu ya matokeo ambayo sana yametokea jana. Jana magazeti mawili, Mwananchi na The Citizen, waliandika habari kuhusu Airtel, lakini sana walisema wamepata vyanzo kutoka serikalini kwa TTCL itaidai Airtel irudishwe kwao. Napitia yale, nimeona kuna mlolongo kama huo. La pili, wakasema na kwamba TTCL inavyo vielelezo vya kulifuatilia na kulifanikisha hilo, na pia wakasema walijaribu kutupata lakini hatukupatikana kueleza hatua gani ambazo zimefikiwa. Sasa ni bahati mbaya sana kwa hatukupatikana, lakini sisi tungependa sana tuanze kulielezea hili jambo, na ndio maana tukaona tuwaite katika press conference hii ili tuanze kutoa maelezo. Lakini maelezo tutatoa katika vitu vitatu. Kwanza tutasema kwa nini sisi TTCL tulielekeza macho yetu kwa Airtel. Ni kitu gani kilitufanya tuanze kuongelea Airtel? Kama wafanya biashara wote, kiingia kwenye biashara mnapenda kuwa na mawasiliano ya karibu sana na wenzenu wanaofanya biashara hii. Hapa tumewakuta wenzetu kina Voda, kina Tigo, kina Airtel, kina Halotel na wengine wadogo wadogo wengi. Tukaona ili tutoe huduma kwa pamoja kwa faida yetu sisi kama kampuni mbalimbali, lakini pia kwa faida ya wale ambao tunawahudumia, kuna wajibu wa sisi kufanya kazi kwa karibu sana. Hiki sio kitu kigeni, ni kitu ambacho kinafanyika katika kila nyenzo za biashara. Tulijitahidi kufanya hivyo, lakini bila kumumunya maneno tukaona kuna ugumu kidogo. Yaani tunatumia nguvu nyingi sana kuwafanya wenzetu wawe karibu na sisi. Tukajiuliza, hivi katika hizi kampuni nyingine zozote hakuna ambazo zinaweza kutupa urahisi kufanya nao kazi? Tukaangalia ni nani ambaye yuko karibu na sisi. Nitatumia neno zuri tu, ni nani ni ndugu yetu sana wa karibu katika makampuni. Sisi kama mnavyojua, mpaka tarehe 23 mwezi Juni mwaka jana tulikuwa tunamilikiwa na serikali yetu, lakini pia na Mbia. Tukaangalia kwenye Airtel ya sasa, na wao mpaka leo wanamilikiwa na serikali yetu, lakini pia kuna Mbia. Na lile la kuwa wanamilikiwa na serikali yetu kwa 40%, kwetu sisi wale ndio ndugu zetu wa karibu sana. Kwaona ndio tunaweza kufanya nao kazi sana. Na nataka nirudie kitu kimoja hapo. Airtel inamilikiwa na serikali yetu na Mbia. Sababu kule nimeona kwenye gazeti walisema sisi tunamiliki 40% kwa niaba ya serikali. Hapana, sisi hatumiliki chochote sasa hivi kwenye Airtel. Wamiliki wa Airtel ni serikali yetu na Mbia, but Airtel ambayo yuko huko. Sasa tunachotaka kukisema kingine ni kipi tulichogundua. Maana baada ya kuona Airtel ndio ndugu yetu, tukaanza kuchimba ndani. Huyu ndugu yetu ni ndugu yetu kwa kiasi gani? Na tunaweza kufanya naye kazi vipi? Tukaenda makampuni yanakosajiliwa huko, tukapata taarifa, lakini pia tukapata taarifa ambazo tunazo hapa ndani. Sasa ukitaka kuongelea Airtel, mwanzo ni Celtel. Maana kuna mabadiliko yametokea hapo, kutoka Celtel akaja Zeni mpaka akaja Airtel. Sasa sisi kwa kuanzia ni kule kwa Celtel. Celtel alikuwa ni nani? Lakini kabla hujaongelea Celtel alikuwa ni nani,
lazima urudi kwa sisi TTCL kama kampuni. Tulianza lini kuwa kampuni? Tulikuwa nani? Na wabia niliokuwa nawasema waliingia lini kwenye TTCL? Mwaka 1993 mwezi Disemba tarehe 31, mashirika ya Posta na TTCL yaligawanywa na TTCL ikaanzishwa tarehe 31 Disemba mwaka 1993. Ilianzishwa kwa mtaji wa shilingi bilioni 200. Kwa TTCL ilianzishwa kama kampuni, ikiwa ni kampuni ya serikali ya Tanzania kwa 100% kwa mtaji wa shilingi bilioni 200. Ilipofika tarehe 21 Julai mwaka 1999, takriban miaka 6 baadaye, thamani ya hisa za TTCL zikapanda kutoka bilioni 200 mpaka bilioni 600. Na pamoja na yote yaliyotokea katikati hapo, leo bado thamani ya hisa za TTCL ni bilioni 600. Hazijabadilika tangu 1999. Sasa tarehe 23 Februari 2001 ndio likaja wazo la kuibinafsisha TTCL. Na unafanya hivyo mara nyingi, wazungu wanasema unapotafuta strategic partner. Na unatafuta strategic partner pale unapoona kuwa kampuni yako hii haiendi vile ambavyo inatakiwa kwenda, unahitaji nguvu za ziada kuiongezea. Sasa sisi akajitokeza mtu wanaitwa MSI Datacom, Mobile Systems International Cellular Investment. Nataka hapa notice wamesema cellular investment. Na neno cellular linavyotumika huku linaendana na mobile phones. Kwa hiyo huyu anakuja kuwekeza kwenye TTCL, lakini mlolongo wake ni simu za mkononi, cellular investment. Hawa akasema sisi tunataka tupate hisa kwenye TTCL. Tutatoa dola za Kimarekani milioni 120 ili tupatiwe hisa milioni 102,852,615 kati ya hisa zile milioni 600. Sasa ukichukua hesabu hii, hizo hisa ni 17.2%. Ukichukua hisa milioni 102,852,615 kutoka kwenye hisa milioni 600, wewe unakuwa na hisa, share yako ni 17.14%. Sio 35%. Lakini kote utakakoona huko mwisho ikitajwa yaambwa hii kampuni ina hisa 35%. Wakati ukweli ilitakiwa iwe hisa 17.14%. Hili peke yake kwanza ni tatizo. Lakini pamoja na hivyo yamefanyika mazugazuga, tutakuja kueleza itakapokuwa tuongelea TTCL pase. Hawakulipa dola milioni 120. Wakapata hisa hizo, lakini wakalipa dola milioni 65 tu. Kwa serikali pamoja na yule mtu mwingine kwenye TTCL, ukizijumlisha hisa zao hazifiki nusu ya hisa zote. Hisa zilizobaki kati ya zile 600 zao ni kama 250 na kitu hivi. Za kwao zile hazifiki 50 kwa 100. Kwa hiyo kama wachukua kulwa ya TTCL kuigawa wenye hisa, huwezi ukawagawia kulwa yote hile kwa sababu nyingine sio zao. Wewe na mimi leo tukianzisha kampuni, tumeanzisha kampuni na wengine wote tumeanzisha kampuni. Kampuni imetengeneza faida. Faida ikigawanywa, tunagawiwa faida kutokana na hisa zetu ndani ya ile kampuni. Sicho kilichofanyika hapa. Watu hao hisa zao sio 100%, sio 100%, wakagawiwa hisa zote. Kwa hiyo serikali asubuhi hiyo, kwa maana Tiara, akawa yeye amechukua hisa milioni 26,650,000 kwa asilimia yake 35 ya uwiano wakati yeye na mwenzake. Na yule mwingine akapewa hisa milioni 14,350,000.
Hapo utakuta serikali Tiara alikuwa ndio majority shareholder, ndiye mwenye share kubwa kwenye Celtel kwa sababu ana 65, yule mwingine ana 35. Lakini hilo alikupendeza pia, akachukua share nyingine kutoka zake milioni 10,250,000 akampa yule mwekezaji. Kwa ikapindua vitabu hapo, ikawa mwekezaji sasa ana share milioni 24,600 na Tiara ana share milioni 16,400, na share ambazo zikugawanywa alivyosema ni zile milioni 9. Kwa hiyo ndio uwiano sasa hivi ambao umeendelea. Ulianza na Celtel. Kwa Celtel sasa yule mwekezaji wa Celtel ana 60%, asilimia 60, na huku kwingine sisi tuna asilimia 40. Sasa wakawa wao ndio majority. Kwa hiyo majority wakakabidhiwa waendeshe Celtel. Board member wengi ni wa kwao. Saa nyingine sijui kama tunajua hata kinachoendelea huko. Ndio, na yote ni siku hiyo moja tarehe 5 mwezi wa 8 2005. Yote yatokea hapo hapo. Ndugu zetu wa Tanzania sijui 4 na foreigner mmoja aliyekuwepo ndo anafanya hayo. Wenzao 9 wapo. Kwa hiyo tumekwenda hivyo, ikawa hii inaitwa Zeni, nafikiri baadaye imekuwa Airtel leo. Tuko hapo sasa hivi. Masuala mengi ya kujiuliza. Juzi tarehe 23 Juni mwaka jana tuliwalipa BAT International, BAT Airtel wajitoe kutoka TTCL. Wamejitoa, lakini zishia milioni 18 walizozipata kwa sababu wao walikuwa ni wamiliki wa TTCL kulikoni. Sasa ndio maswali ambayo tunajiuliza. Lakini niseme kitu kingine cha maajabu siku hiyo. Bodi hiyo siku hiyo wamechukua dola milioni 40 za TTCL kuanzisha kuongeza mtaji wa Celtel. Alafu wakanyang'anya TTCL share zote, kwa hiyo ikaambulia wakawakopesha tena. Mtu akawakopesha TTCL dola milioni 28. Yaani hata kama zile dola milioni 28 ungezitoa kwenye dola milioni 40, ukweli ni kuwa uwiano ingekuwa TTCL ndio inadai tena dola milioni 12. Lakini baada ya kufanywa yote akaambiwa TTCL imekopeshwa. Yaani unampa TTCL zigo kwa zigo. Yaani umemkandamiza mtu chini, unazidi kumkanyaga tu. Na hiyo ikaikuwa riba ya 8%. Kwa leo tunavyosema ilikuwa imefika bilioni 76.6. TTCL iliyochukuliwa hela zake bado inadaiwa bilioni 76.6. Sasa sisi tulipokuja na wenzangu hao, kama nilivyosema, kwanza tufanye biashara vizuri na wenzetu. Tukiona tunaendeshwa tukafuta ndugu wetu ni naye. Ndugu wetu ni Airtel, ndio alianza huko kama Celtel. Tukaanza kuchimba ndio tukayaona yote haya. Tukasema kiasi hiki hapana, lazima twende tufike tujue mbivu na mbichi, hasa kitu ni nini hapa, kama kuna kulipana twalipana vipi. Na tunataka twende kistaarabu tu.